Watu wengi wanaposikia ngoma ya See You Again, mara moja wanakumbuka tukio la kusikitisha la kifo cha Paul Walker, mwigizaji maarufu wa mfululizo wa movie za Fast and Furious. Wengi huamini kuwa ngoma hii iliandikwa moja kwa moja kwa ajili ya kuenzi maisha yake. Lakini ukweli wa ndani ya wimbo huu unavuka mipaka ya sinema na kuingia moja kwa moja kwenye maisha halisi na binafsi ya Charlie Puth, kijana aliyekuwa bado hajapata jina kubwa kwenye muziki wakati huo. Leo tutajua hadithi halisi ya ngoma hii. Ni hadithi ya uchungu, urafiki, machozi na hatimaye mafanikio yaliyomtoa Charlie Puth kutoka Puth, na hapo See You Again ikazaliwa upya. Wakati filamu ilipotoka, ngoma hiyo ilipigwa kila kona ya dunia. Ilikuwa kama moto wa kichaka, ikazidi hata kutajwa kuliko filamu yenyewe. Watu walilia wakiusikiliza. Ilikumbusha kila mtu kuhusu rafiki, ndugu au mpendwa aliyepotea. Charlie Puth, kijana aliyekuwa hajulikani, akawa star wa ghafla. Ngoma hii iliongoza chati za Billboard kwa wiki nyingi, ilipata Grammy nominations, ikavunja rekodi kwenye YouTube, ikamletea mialiko ya kolabo kutoka kwa mastaa kama Lil Wayne na wengine wengi. Baada ya kupata pesa za kutosha kutokana na mafanikio ya ngoma hiyo, Charlie aliamua kufanya jambo ambalo wengi wetu tunaliota tu. Alijitunuku maisha ya kifahari. Alichukua chumba cha kifahari ndani ya hoteli ya Beverly Hills, moja ya sehemu ghali zaidi kule Los Angeles. Alitaka kujua mtu akiwa juu on the top of the world anajisikiaje, na alijisikia vizuri kweli kweli. Alisema alikaa pale sio kwa sababu alikuwa anataka kuonyesha pesa, bali alitaka kujithibitishia kuwa maumivu yake, machozi yake, wimbo wake na kazi yake vimezaa matunda. Watu walihisi See You Again iliandikwa kwa ajili ya Paul Walker. Ukweli ni kwamba haikuandikwa kwa Paul, bali kwa rafiki wa Charlie aliyekufa kwenye ajali ya gari. Lakini kwa sababu ya maumivu ya kweli ndani yake, kila mtu aliyepoteza mtu alijisikia kama ngoma hii ni yake. Na hapa ndipo nguvu ya sanaa ilipo. Muziki wa roho wa kweli hugusa watu wote, haijalishi ulikusudia nani. See You Again si tu ngoma, ni kumbukumbu, ni kilio kilichofichwa kwenye melody,
Ni salamu ya mwisho kwa wale watu tunaowapenda waliopotea. Ni ushahidi kuwa maumivu yanaweza kuwa mlango wa mafanikio kama utajua namna ya kuyaeleza kwa hisia za kweli. Na kama Charlie Puth alivyofanya, basi huwezi tu kufarijika, bali unaweza kubadilisha dunia nzima kwa wimbo mmoja tu.